سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: التفكر الساعة خير من 1000 ركعة. وقال أحد العلماء: فلا تغتر بجودة الابتداء فإن الأمور تعتبر بالخواتيم. Tukizanguni katika imani, awali ya yote niusie nafsi yangu kama vile ambavyo niwausiavyo nanyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumcha Allah ni kutekeleza maamrisho yake, kama ilivyo pia kuepukana na makatazo yake, na ili namna ya kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ambavyo atakavyo, lakini pia kuepukana na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ambavyo aelekezavyo. Hayo yote yatuhitajia kupata maelekezo na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zanguni katika imani, fahamu katika dunia hii moja ya hitajio miongoni mwa mahitajio ya wanadamu ni pamoja na kuwa na amani katika maisha yao. Ikilitaja ni hitajio, kwa maana hakuna ustawi wa kitu chochote katika maisha yetu ukawa na ustawi wa furaha ya maisha ya ndoa yako na mkeo, kama ilivyo hakuna ustawi wa furaha kati ya wewe na familia yako. Hakuna ustawi wa bidhaa za kutoka mahala kwenda mahala na hatimaye mkauziana. Hakuna ustawi wa kilimo, pakalimwa, pakapandwa, pakasubiriwa mpaka pakavunwa, na wala ustawi wa majengo kwamba likaanzwa mpaka likaja kukamilika, na wala ustawi wa masomo kwamba mtoto kaanza darasa la kwanza mpaka akamkamilisha hatima na ukomo wa elimu yake. Vyote hivyo katikati vimekamatwa na hitajio kubwa liitwalo la amani, kwa maana penye amani ndipo patalimika na pakavunika. Penye amani ndipo patakusomeka na pakahitimika masomo. Penye amani ndipo patakapojengeka na pakalalika. Penye amani ndipo patakapopatikana ujauzito na kuzaliwa mtoto na kuelewa, hatimaye maisha yake yakakamilika. Penye amani ndipo palipo na mipango na taratibu mbalimbali za furaha. Hivyo basi ikapelekea kwa hilo lionekane kwamba moja ya hitajio kubwa katika maisha ya wanadamu katika kuwepo kwao hapa ulimwenguni ni pamoja na hitajio la upatikanaji wa amani popote wawapo duniani. Watu wawe bara lolote, waishi nchi yoyote, wawe wa kabila lolote, moja ya hitajio la ukubwa la thamani ni amani. Kwa uzuri wa hilo na ustawi wa kila kitu kama tulivyotaja mfano, ndiyo ikapelekea Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kusifu na kuutaja vizuri usiku wa cheo ambao ni maarufu kwetu Lailatul Qadri,
unaotujilia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, nao ni usiku mmoja wenye thamani kuyashinda mausiku yote ya mwaka mzima. Lakini bado Allah subhanahu wa ta'ala aliutaja kwa kuupa thamani kubwa kule mwanzoni, ma adraka ma lailatul qadri, lakini lailatul qadri khairun min alf shahr, kwamba usiku wa cheo ni mbora zaidi ya miezi 1000. Lakini mwishoni kilichoupatia thamani usiku huu ni kule uwepo kwa amani. Allah akamalizia kwa kusema salamu hiya hata matlai al-fajr, kwamba amani hutawala ndani ya usiku huo mpaka patakapopambazuka alfajiri. Ilikuwa ya nini itajwe ya amani kwenye tukio ambalo tayari ni la thamani? Watu misikitini wanakesha, watu misikitini wanafanya itikafu. Kiwauliza nini? Kwa ajili ya kutafuta Lailatul Qadr. Lakini ukomo wa tukio hilo alisema kwamba salamu hiya hatta matlai al-fajr. Hii ni ishara kwamba ustawi wa chochote na unyenyekaji wake unahitajia kitu kinachoitwa amani. Ikapelekea kwamba wataje kwamba al-amnu hajatun min ihtiyajati al-insan, kwamba amani bila shaka ni hitajio miongoni mwa mahitaji makubwa ya mwanadamu. Hata hapa tunaswali na kutulizana ni kwa sababu ya amani. Kama una kilimo unajishughulisha nacho, unapanda na kukavuna, ni kwa sababu ya amani. Kama utatafakari vizuri hata ustawi wa uishiji na familia yako, kwamba wanao hawatoka wazaliwe wanakuona baba, wanamuona mama, ni kwa sababu kuna amani. Yapo mataifa kuna mtoto wazazi wake walikufa hali ya kuwa mchanga, walitokewa na mitatizo iliyowatawanya, hajui familia yake na yupo mti anaishi akiwa peke yake, ni kwa sababu tu ya ukosefu wa amani katika maisha yake. Hivyo basi hakuna mwanadamu mwenye akili timamu anaweza akapinga maslahi na umuhimu wa amani popote alipo duniani. Yanayojitokeza katika dunia ni kwamba kinyume cha amani ni vurugu na matatizo mbalimbali, ambayo kuna baadhi ya makundi duniani kote huwa wana maslahi ya vurugu hizo. Mimi ni mmoja katika wakazi wa maeneo ya Pugu. Nakumbuka mmoja katika tukio lilijitokeza tu kadari kwa njia ya bila ya hiari yalipuka mabomu, lakini asubuhi yake tukio lilikuwa limepoa, ukajitokeza kundi la watu ambalo kila baada ya dakika 5 wanasimulia kwamba kuna bomu litalipuka. Hivyo basi pandeni kwenye bodaboda zetu muondoke. Wakajikuta watu wanasafirishwa, wanaondoshwa kwenye miji yao, wanateseka. Ni kwa sababu nikagundua kwamba hata hili tukio limetokea, lakini lina maslahi ya watu kuwepo kwa tukio hili. Kwa hiyo walipenda yaendelee walau kila baada ya muda yalipuke, na watu wabebe watu kwenye bodaboda na kuwahamisha sehemu kuwapeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo analipwa msafirishaji, atapenda uwepo wa tukio kwa sababu baadhi ya matukio ni maslahi kwa watu fulani. Ndugu zangu katika imani, moja ya kitu ambacho kinasababisha amani duniani ni atafakkur, mwanadamu kufikiria. Hatutainadi amani katika dunia, tukaitaja amani katika dunia, tukaizungumza amani katika dunia, tukaihimiza amani katika dunia, bila ya kuvikumbuka vile visababishi vya amani. Japokuwa walio wengi kufunga amani haipatikani ila kwa kisababishi kimoja, lakini tunafahamu kuna visababishi vingi, lakini kwa kuwa vingine havizungumzi, leo nitumie fursa hii nikutajieni moja ya kisababishi cha amani. Wanawazuoni wanasema ni atafakkur, yani mwanadamu kufikiria. Na amani ni ule utulivu na usalama wa watu na ustawi katika maisha yao katika mifano niliyoitaja, lakini wameigawanya mara mbili wanawazuoni. Kuna al-amnu nafsi,
kuna al-amnu al-ijtimai, amani ya watu wengi. Hii inawagusa wengi. Nitumie muda huu kwanza kuizungumza amani ya mtu mmoja mmoja. Mimi ninaipataga kupitia moja ya kauli za wanawazuoni akimwagiza mwanawe kwenda katika majukumu mbalimbali ya kidini, lakini anamwambia wakati unaenda huko chukua tahadhari. Akamwambia kwamba tahadhari min al-aini al-hakim wal-hasib fa innahuma yandurani bin-nadhari al-salih. Anamwambia kwamba mwanangu, waenda katika majukumu yako, na hili walishawahi kulisema mababa kwamba mwanangu, waenda katika majukumu yako, lakini huko uendako jihadhari na watu wa aina mbili. Tahadhari min al-aini al-hakim wal-hasib, jihadhari sana na jicho la mwenye nongwa na wewe, lakini pia jihadhari na jicho la mtu ambaye mwenye hasad. Akamwambia fa innahuma yanzurani bin-nadhari al-salih, wawili hao katika maisha huwa wanamtazama mwenzao kwa mtazamo wa mapungufu. Atachokifanya mara nyingi atakuwa amekosea, kwa kuwa moyoni kwa mtazamaji kuna hasad, moyoni kwa mtazamaji kuna nungwa, chuki isiyosameheka na kuachika. Hivyo basi na wewe unaenda kusimamia majukumu, lakini jihadhari na hali mbili hizi na watu wa aina mbili haya. Akamwambia kati ya namul mahkudu wal mahsudu, katika maisha kuna mtundo, wakati mwingine analala yule mtu ambaye anayechukiwa, analala yule mtu ambaye anayehasadiwa, walakin la yanamu al-hakidu wal-hasib, lakini hapo hapo kuna kinyume. Mwenye nongwa na wewe na mwenye hasadi na wewe huwa hapati usingizi, wakati mwingine kukaa muda mwingi kufikiria mbinu za kumwangamiza mwenzake, mbinu za kumteketeza mwenzake. Na hili hata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikusema, al-hasadu yaakulu al-hasanat kama taakulu an-nar al-hatab, kwamba hasad inayala mema ya mtu. Kuyala mema tayari huiwana, kama watu wa kilimo halimi, jicho lake ni maendeleo ya shamba la mwenzake. Kama ni watu wa kujenga hajengi, jicho lake ni katika jengo la mwenzake. Kama ni mfumo wa familia ashughulikii familia yake, jicho lake kwa watoto na familia ya mwenzake. Mtu wa aina hii duniani ikatolewa ishara kupitia maneno niliyozungumza, huyu kakosa kitu kinachoitwa al-amnu nafsi, amani binafsi ya mtu mwenyewe mmoja mmoja. Hii wakati mwingine mtu huipoteza kwa sababu za vitu fulani vilivyoko katika moyo wake. Tiba yake wanasema hata amani hii ikipotea ni kufikiri tu. Kama chini utakaa utafikiri, unayemchukia pamoja na chuki yako, yawezekana hajachukiwa na Mola wako ambaye pia ni Mola wake, ataendelea kumpa, ataendelea kumneemesha na hatomuua kwa muda ambao wewe unataka. Unayemhusudu kwa neema aliyonayo ni kidogo tu ambaye wewe umeiona, ambaye sasa inakukeshesha na kukuumiza. Lakini kama utakaa na kutafakari, ukamkumbuka yule mtu ambaye mtoaji neema ambaye ni Allah, utakumbuka kwamba hatoacha kumneemesha kwa sababu ya hasani yako, ataendelea kumneemesha. Inawezekana kwamba unachomkusudia wewe leo ni kitu kidogo katika hiyo neema, ila Mwenyezi Mungu kamwekea mara 10 zaidi ya hicho na utakiona kwenye macho yako. Kwa kufikiri hivi utajikuta utajipatia mwenyewe amani. Sasa hii al-amnu nafsi imepotea kwa wengi, kutegemeana kila mmoja sasa hivi ana kitu fulani kinamzonga kwenye moyo wake, na kwa sababu ya uchache wa kufikiri kwake akajipotezea amani inayoitwa al-amnu nafsi. Na amani ni muhimu sana, kwa sababu kutoweka kwa hiyo ndio hata Mwenyezi Mungu alisema kwamba fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kuna baadhi ya watu katika
katika nyoyo zao kuna maradhi. Ni haya matatizo mbalimbali niliyoyataja, kayaweka sasa hivi anawashughulikia wenzie. Baadaye Mwenyezi Mungu humzidishia maradhi mengine. Kama atakaa muda mrefu hajalala, ni lazima kuna tatizo sasa la kibiolojia litakuja kujitokeza kwenye mwili. Kwa hiyo alizidishiwa maradhi wakati mwingine kwa sababu ya maradhi ya kimani. Kwa hiyo amani ya kwanza katika amani tunazozitafuta ni al-amnu nafsi, amani ya mtu binafsi. Hii inapatikana wakati mwingine kwa kutafakari kwa kina na ukathamini na kushukuru ulicho nacho. Bwana, inawezekana sasa hivi huna raha kwa sababu huna kiatu kizuri, lakini kwa sababu ya uchache wa kufikiri, ungalifikiri, ungekumbuka kuna mwanadamu mwenzio, yeye sio kwamba hana kiatu kizuri wala kibaya, yeye hana mguu wa kuvalia kiatu. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tafakuri ili kurejea katika amani ya mtu binafsi. Ama amani ya watu wengi tutaizungumza katika hotuba yetu ya pili. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadi فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا لي وأستغفر الله العظيم ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي بنى السماء فرفعها ونصب الجبال وأرساها وميز بين خلقه يبدئ ويعيد فعال لما يريد يرفع الكسر ويخفض. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Ndugu katika imani, kwa kumalizia hotuba yetu ya pili, niendelee kuihusia nafsi yangu kama vile ambavyo nilivyowahusia nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumesema kumcha Allah ni kutekeleza maamrisho yake kama ilivyo pia kuepukana na makatazo yake. Ile namna ya kutekeleza maamrisho lakini pia kuachana na hayo makatazo, tunahitajia kupata maelekezo na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Languni tumekumbushana juu ya umuhimu wa amani kwa wanadamu na namna ilivyokuwa ni hitajio la msingi, na tumeisema tukihitaji amani tunaihitaji katika hali zote. Kwanza kuna ile amnu nafsi, amani ya mtu mmoja mmoja. Hapo ulipo, kwa mujibu wa yale tuliyoyataja, unajisikiaje kwamba una amani? Amani binafsi hutengenezwa na moyo uliosafika, kuwadhania wenzako vizuri, kutambua neema Mungu aliyokupa, kumthamini mchango wa mwenzako, kule kuondosha yale machuki, mafundo, mahasadi. Inapelekea akili yako inapata upana wa kufikiri, hatimaye unathamini ulichokuwa nacho, unajikuta mambo mengi yanabaki sawa katika mwili wako. Hata amani hii binafsi ikitoweka, umetawaliwa na huzuni kwa vitu ambavyo havikuhitaji huzuni, umeondokewa na furaha, hatimaye umetawaliwa na chuki, umetawaliwa na nongwa. Hutokeza baadhi ya nyakati kama ilivyotajwa, adiyanamul mahsudu wa bata alhakim, kujitokeza katika baadhi ya nyakati yule mwenye kuwekewa nongwa na chuki analala,
yule ambaye mwenye chuki anakesha, wakati mwingine saa 8 ya usiku, saa 9 huamka kushika tama, huku ukifikiri namna kwa nini mwenzako anasogea. Hii umejinyima amani binafsi, na hadi kuna nyumba zimeharibikiwa, utendaji umekuwa si mzuri. Wakati mwingine mtu anaenda akilala amepoteza amani. Amani ya pili, mashehe, kwa ufupi wa muda, ni al-amnul ijtimai, amani ya kijamii. Hii ni amani inayowagusa wengi. Ile amani nafsi ni asili yako sasa hapo ulipo, wala hatukujui. Una amani, unacheka au unajichekesha, una furaha au unajifurahisha. Wakati mwingine si kweli hata hali uzionyeshazo katika kile kilichofichwa ndani ya moyo wako. Jitengenezee amani. Lakini tuna amnu inaitwa al-amnu al-ijtimai. Hii tunahitaji tukitoka nje tukute usalama mbalimbali wa vitu vyetu. Nimesema amani hii udhihiri kupitia ustawi wa watu walipo. Kuna nchi hawana uhakika leo kwa mbegu wanayoipanda sasa katika mji hii, kwamba watavuna wakiwa bado wako ndani ya nchi hiyo, au itawakuta misukosuko wakajikuta wako ndani ya nchi nyingine na shamba lao ndio mwisho wake, hatimaye wakawaombaomba hata watonge ya ugali katika siku ya umoja. Hii amani ikiondokaga inaitwa ni al-amnu al-ijtimai, naye ni moja katika hitajio sana la wanadamu. Nimesema kuna nchi pia hawana uhakika kwa watoto walioenda kuwaandikisha darasa la 7 kwa mujibu wa nchi zao, kwamba atasoma mpaka litafika darasa la 7, na yule ni primary school, anatakiwa asome darasa la kwanza la 7, au kwa mujibu wa mitaala mingine darasa la 6. Hana uhakika kutegemeana na eneo walilopo. Wamepoteza al-amnul ijtimai, amani ya kijamii. Na pia sababu ya kuipoteza, nilitaka tukuishi na sababu moja, ni kuwa na uchache wa kufikiri. Wanawazuoni kama kina Ibn Faris, wanawazuoni wa kilugha wanalifuatiaga hili neno at-tafakkur, kufikiri. Kwani ni nini? Ni mada tulfiri hutokea kwa fa, kafu na ra, na ziada ipo katika tel kama ilivyo tadhifi katika ainul kalima. Tafakkur wanasema maana yake ni imalul aql wal qalbi fi maani al-ashyai wa tadabburiha litawassuli ila haqaiqiha wa nataijiha. Kufikiri mabaya ni kule kuitumikisha akili yako. Ufahamu katika neema tulizopewa ni akili, na iliwekwa attention, unisikilize ninachokisema, unifikirie, umwangalie anachokitenda, umfikirie, hata uone muonekano wa mtu, umfikirie. Hii ni neema pekee Mungu ametupa. Usipoitumia ni lazima watu watakutumia. Anasema kwamba ni imarul aqli. Tafakuri maana yake ni kuitumikisha akili, wal qalb, na moyo, fi maani al-ashyai, katika kupekua maana za vitu mbalimbali, litadabburiha, ili upate kuzingatia kwani kuna nini, lakini walitawassuli ila haqaiqiha wa nataijiha, na ili upate kufikia uhalisia wa kitu, lakini pia upate kufikia kwenye nataijiha, matokeo baada ya uhalisia. Yaani hapa wakimaanisha kama sisi ni wanadamu, dunia itatupitishia vitu mbalimbali, na hii ni kutegemeana kila mtu neema ya milango ya fahamu amepewa. Na milango ya fahamu bwana ni 6, ambaye baadaye huishawishi akili ianze kufanya kazi katika kutafakari. Aidha macho yako yataona, au ulimi wako utalamba, au pua yako itanusa, au sikio lako litasikia, au ngozi yako itagusa, au msuli wako utatoa taarifa. Ikiwa na maana milango 5 ya fahamu ambayo ni maarufu kwetu haina uwezo wa kututambulisha uzito wa vitu. Utanusa kujua hichi na hichi ni kizito, utatazama kujua hichi na hichi ni kizito, utagusa ili kujua hichi na hichi ni kizito, na wala utosikia ukajua hichi na hichi ni kizito. Lakini kwa kuwepa ndoo mbili zenye rangi sawa,
ukaikamata moja kwa msuli ukainyanyua, na ukamata nyingine ukainyanyua, utatoa taarifa kuambia watu ile pale mtoto haiwezi, ni nzito. Kilichokujulisha ni mlango mwingine wa fahamu unaoitwa msuli. Lakini baada ya milango ya fahamu ilikuwa akili tu inapewa taarifa, ufikiri. Sasa dunia ilivyokaa na Mungu alivyotuumba inasababisha kuna maneno mbalimbali yataongelewa mbele yako, kuna matendo mbalimbali yatatendwa mbele yako, na kuna mionekano mbalimbali itaonyeshwa mbele yako. Una haki Muislamu ya kufikiri linalosemwa, una haki ya pili kulitafakari pia linalotendwa, na hata kuna muda ukatulizana uangalia muonekano. Mbona nyie mna methali ya Kiswahili ya mtu kwamba akufukuzae hakwambii toka, ila siku na mionekano utaiona. Kwa dunia iliweka mfumo huo, na Mungu alitusaidia kutupa kitu kinachoitwa akili. Sasa kutafakari, wanasema ni imamu la akili, ni kuitumikisha akili yako wa qalbi na moyo wako fi maani la ashyai wa tadabburiha litawassuli ila haqaiqiha wa natajiha, katika maana za vitu mbalimbali, kwamba muonekano huu una maana gani, maneno haya yana maana gani, au kitendo hichi kina maana gani. Tumekuwa wachache wa kufikiri. Unajua hata imefika hatua hata misikitini humu wakati mwingine anaweza mtu akaja, dunia yetu imekuwa na uchache wa kufikiri, akawa mimi nina dawa yangu nauza. Hatimaye si mbaya wewe kuwa na tatizo na mimi nikasema nina dawa, lakini inaweza ikawa ile dawa ni unga ambao wewe ufikiri nimeutoa wapi, ufikiri una aina gani ya mchangano, na bado nikamweka kwenye kiganja changu, na baada ya maelezo yangu mafupi nikawaamuru mulambe wote mnaweza mkalamba katika mkono wangu. Hii baada ya uchache wa kufikiri. Hivi baadaye ikitokea tatizo, kuna nini ambacho kitafuatiwa kesho? Mlango wetu wa kufikiri huwa unaturejesha kwenye amani ya kijamii. Tuna haki ya kutumia mlango huu katika maneno mbalimbali yanayosema. Wakati mwingine msemaji na mhamasishaji hafanani na utekelezaji wa hili tukio, hayupo, halimhusu, hajisogezi, la kwake limemshinda, lakini unakuta twendeni mpaka ufike mahala ndio uliza tulikuwa tunaenda wapi, hata mimi sijui. Tumekuwa na mifumo hiyo katika maisha yetu, lakini hapana kwa Bwana. Moja katika neema ambaye Allah alitupa ni hizi akili ambaye zinafanya kitu cha kufikiri. Wanasema at-tafakkur kwa maana nyingine ni istimalu la akili fil idrak, ni mtu kuitumia vema akili yake katika kujua vitu. Katika jawanibul falsafi, tafakkuri wanasema ni tahariku dhihni fi maani almawjudati lada al-insan li ma'rifati jadidati, kwamba kutafakari wakati mwingine ni kule kuiamsha akili yako. Inawezekana katika hilo analokupitisha amefumba kitu, anataka usiamke. Leo tukitembea huko barabarani nakuta mtu kadondosha pochi, anasema tuokote hela. Wewe uamki kwamba kama ni hela, kwa nini asingeokota yeye? Wangapi walitapeliwa kwa mlango huu? Kuna mtu anasema ana dhahabu, yeye haihitaji, anataka akupe wewe. Unajiuliza kama ungefikiri kidogo, huyu mali haitaki kwa sababu gani? Lakini watu walitapeliwa, anakufunika, lakini kuna kingine anachokitoa. Wanasema kufikiri ni nini? Wanafalsafa ni tahariku dhihni, kuiamsha akili fi maani almawjudati lada al-insan, katika maana fulani iliyowekwa mbele ya mwanadamu. Lakini kwa nini akili unaiamsha? Li maarifati jadidati, kwa lengo la kupata kujua kitu kipya. Mbele ya hichi kinachotendwa kuna nini, au nyuma ya hichi kinachotendwa kuna nini? Mbele ya hili linalosemwa kuna nini, na nyuma ya hili linalosemwa kuna nini? Au mbele ya huu muonekano kuna nini? Kwa nini alipopita alinionyesha hivi, lakini nyuma ya muonekano huu kuna nini? Wachache tulitumia fikra zetu baada ya matatizo madogo, mpaka siku umekwama pale nyumbani, una chochote cha maisha, ndio ukifika kwenye duka la mwenzako utaanza kidogo kushika mchele, utajifanya unauliza. Yote ni mbinu tu umepanga, lakini baadaye ili ukope uondoke. Tumetumia mlango huu kufikiri kwa manufaa madogo zaidi, lakini Allah akatupa neema ya kufikiri ili ufikiri kinachosemwa, ufikiri kinachotendwa,
na ufikiri hata muonekano unaonyesha. Unaweza baadaye ukakuta kumbe hili jambo sio langu, limeshikwa na wengine na kwa malengo yao binafsi. Kwa kweli inakuwa sio rahisi kurubuniwa katika maisha yako. Wakasema kwamba hata kufikiri kulipokuwa na thamani, Allah subhanahu wa ta'ala alikutumia kufikiri katika ayatul kaunia, usiku na mchana, bahari, yale maji yaliyotandikwa. Lakini wakati kinaingia kiza na unakuja mwanga, miti na mapori, majangwa, sehemu zilizoachwa wazi, vyombo vinavyopita baharini, mwishoni Allah humalizia inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Katika haya yote kama utaangalia kijuujuu hutaona kitu, lakini kuna mazingatio makubwa ya kutambua uwepo wa Mungu kwa watu. Liqaumin yatafakkarun, sio yatafakkaruna liqaumin kudima tijarun wal majhuru liifadati tafsisi. Yani kwa watu tu wenye kufikiri ndio anagundua kwamba uwezo wa Mungu. Akitazama bahari anakumbuka uwepo wa Mungu, akiutazama usiku ana uwepo wa Mungu kwa huu mchana. Vinginevyo kama hufikiri hutaona chochote. Uislamu katika neema uliopewa ni pamoja na kufikiri. Hata hii dunia na hivi vinavyoendelea, kama umekaa chini umefikiri, kweli kuna maslahi ya wewe kujipotezea amani ya binafsi, au unaona kuna maslahi ya taifa lako kupoteza amani? Je, watoto wako wakaacha kusoma mkaingia misukosuko kwa maslahi ya nani? Utajikuta ukifikiri tu kuna kingine utakiona, kwa sababu Mwenyezi Mungu alifanya nuru ya Uislamu ni pale atapozalisha fikra kumsaidia tena mawazo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba kwa huruma yake atupe mwisho uliokuwa mwema, atupe tafakuri ya mambo yaliyokuwa mema, tunajalia tunamuomba atupe mwisho uliokuwa mwema, mwisho uliokuwa mwema tukiwa watu binafsi, na ajalie hata mwisho uliokuwa mwema kwa taifa letu. Amen. Inna Allah